Na ripoti kutoka hapa jijini Arusha, langu jina ni Baraka Lucas. Mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira jijini Arusha AUSA inazalisha zaidi ya lita milioni 200 za maji safi kwa siku, kiwango ambacho kinatajwa kuwa kikubwa kuliko mahitaji ya wakazi wa mkoa wa Arusha. Taarifa hiyo imetolewa na makamu mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge na hesabu za serikali Japhet Asunga wakati wa ziara ya kamati hiyo kutembelea miradi mbalimbali ya AUSA mkoani Arusha. Asunga amesema kuwa amefurahishwa na uwekezaji mkubwa uliofanywa na mamlaka hiyo katika miradi ya maji, hatua ambayo imewezesha wakazi wa Arusha hususan wa maeneo ya mijini kupata huduma ya maji kwa uhakika. Kamati hiyo imesisitiza kuwa serikali itaendelea kuunga mkono juhudi za AUSA katika kuboresha huduma za maji ili kuhakikisha kila mkazi wa Arusha anapata maji safi na salama kwa uhakika. Ngaronga Asunga, mbunge wa Vwawa, makamu mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya hesabu za serikali na kiongozi wa msafara wa kamati yetu. Nitumie nafasi hii kwanza kumpongeza sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa uamuzi wake wa kuleta fedha nyingi katika mamlaka ya AUSA, ambapo tumeona kwamba zaidi ya bilioni 540 na kitu 544 zimekuja kwa ajili ya kutekeleza mradi mkubwa wa usambazaji maji na maji taka hapa katika manispaa katika jiji la Arusha. Kwa kweli tunampongeza sana rais kwa miradi hiyo, na amefanya kazi nzuri sana na anaendelea kutekeleza miradi mingine mingi, na sisi tumejionea wenyewe Arusha ina miradi mingi sana, lakini huu ni mradi wa kipekee ambao kwa kweli ameufanya katika kutatua changamoto za maji hapa. Lakini la pili, tumeona kwamba katika upande wa upatikanaji wa maji sasa katika mkoa wa Arusha, katika eneo ambalo linahudumiwa na AUSA, sasa imeongezeka mpaka hadi kufikia 67%, na upatikanaji huu unaipelekea nchi kwa kweli jiji la Arusha kuwa na hali nzuri. Katika maeneo ya mijini upatikanaji ni mzuri kabisa. Sasa hivi uzalishaji wa AUSA umefikia lita milioni 200 kwa siku, lakini matumizi au mahitaji yako chini ya hiyo. Kwa hiyo kuna ziada ya maji ambapo wananchi wengi wanatakiwa sasa wahamasishwe, wale ambao hawana maji waweze basi kuunganishiwa maji, na hilo ndio tumeliona. Lakini pia tumeona mfumo ule wa namna ya kushughulikia maji taka, ambapo wamejenga miundombinu ambayo inaenda zaidi ya kilomita karibu, wamesema sijui karibu 30 huko. Wamejenga mabwawa 18 ambayo yana treat yale maji ambayo ni maji taka ili kuhakikisha kwamba hayaharibu mazingira. Kwa kweli hili tumelipongeza sana management na tumeona kwamba kazi ni nzuri. Kwa ujumla wake sisi katika miradi yote, mradi huu wa maji taka, lakini mradi wa usambazaji wa maji, ujenzi wa jengo hili la ofisi, kamati yetu kwa kweli tumeridhika na tumeona kwamba kuna thamani ya fedha zilizotumika. Tulichosisitiza ni maagizo ambayo tumewapa ni kusisitiza zaidi kuhakikisha kwamba wanalinda miundombinu hii ambayo ipo, ambayo imejengwa kwa gharama kubwa, ihakikishe kwamba inadumu na inalindwa vizuri. Lakini la pili, wahamasishe wananchi mbalimbali waweze kujiunga, lakini waweze kulipa zile bili zao za mwisho wa mwezi ili kusudi mamlaka iweze kupata fedha za kuweza kujiendesha. Na la tatu, wametupa ombi la namna kwenda kuongea na serikali la kuhusu lile deni, na sisi tumelipokea. Tutaenda kuongea na wizara, tutaongea na wizara ya fedha pia kuangalia kama lile deni linaweza likabadilishwa baada ya kuwa deni ikawa ni sehemu ya mtaji wa taasisi hii. Kwa hili tumelibeba kama kamati na tutaenda kulishughulikia. Lakini kwa ujumla wake tumeridhika na namna fedha zilivyotumika. Kwanza wametuletea kama ombi ya kuiomba ili tukaongee na serikali wahakikishe kwamba ile sehemu ya VAT, yani VAT, iweze kuondolewa, kwa sababu wao wenyewe wanapotoa huduma na wanapopeleka bili kwa wananchi hawachaji VAT, lakini wao wamekuwa wakichajiwa VAT na shirika la umeme Tanzania TANESCO. Kwa hiyo wametuomba kwamba kama serikali inaweza ikasamehe VAT, basi huduma zile zingeweza kuwa ni nzuri, lakini pia wangeweza kupata umeme kwa gharama nafuu. Kwa hiyo hili kama kamati tumelibeba na tutaenda kulifanyia kazi na kuongea na serikali. Naitwa Mhandisi Justin Godian Rujomba, mkurugenzi mtendaji wa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira jiji la Arusha. Tunashukuru Mungu, leo tumetembelewa na kamati ya kudumu ya hesabu za serikali. Wametupongeza kwa utendaji ambao tumefikia kwenye shughuli za kila siku za mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira jiji la Arusha.
na kipekee tumepewa pongezi zaidi ya kujenga ofisi za kanda na main office hapa tulipo. Tumepokea pongezi hizo, lakini tumepewa maelekezo. Maji tayari mradi mkubwa umefika mjini. Maji yamefika mjini. Mradi mkubwa umekamilika kwa 100%. Tuna maji mengi. Maji kwa sasa tunapata zaidi ya lita milioni 200. Ukilinganisha na tulipotoka, tulikuwa tunapata lita milioni 40 kwa siku. Kwa maelekezo tuliyopewa na kamati ya kudumu ya Bunge ya Hesabu za Serikali, tuhakikishe kila mwananchi anapata huduma ya maji safi na salama kwa wakati na kwa masaa ambayo yanapangwa, kwamba at least mwananchi apate maji kwa muda wa masaa 24. Vile vile tumepewa maelekezo mengine ya kwamba tujitahidi twende na kasi ya mji unavyokuwa. Kwa hiyo kadiri mji unavyopanuka, tujitahidi kwamba tuhakikishe kwamba tunapeleka huduma ya maji safi. Na ni kweli ukiangalia mji wetu unakuwa kwa kasi sana. Huku tuliko siku za nyuma huku ilikuwa ni poli, lakini mpaka sasa tunavyoongea tuna zaidi ya wateja 8,000 wako maeneo ya huku, lakini tunamshukuru Mungu kwamba asilimia kubwa tumeshawakava, wanapata huduma ya maji safi na salama. Kwa hiyo niahidi kwamba tutatekeleza maelekezo yote ambayo yametolewa na kamati ya kudumu